Tutakuwa kwenye kitabu cha Ufunuo na leo tunaanza sura ya kwanza. Na kama nilivyokuambia tumekiita Ufunuo wa Yohana kwa kweli kwa makosa. Maana chenyewe kinaanza kwa kusema ufunuo wa nani? Yesu Kristo. Ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo, aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika kumuonyesha mtumwa wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Jambo la kwanza niseme, tumezoea, na hii ni ulimwenguni kote, kufikiri kitabu cha Ufunuo kimefungwa hakiwezi kueleweka. Wengi sana wanaona kitabu hiki hakiwezekani kueleweka, ni kigumu. Lakini ukweli, kitabu hiki kinaweza kueleweka, na ujumbe wake unaweza kuupata wote, kwa sababu wenyewe unajiita ufunuo. Ufunuo kutokana na neno la apocalypsis la Kiunani unamaanisha kuweka wazi, kudhihirisha, kufunua yaliyokuwa hapo mwanzo hayajulikani. Tuko pamoja? Sasa kama Mungu anaita ufunuo na hakuita mafuniko, kwa nini mimi na wewe tufikiri kimefungwa? Mwambie jirani yako hiki kitabu kiko wazi. Mwambie kitabu hiki kiko wazi. Hiki kinaitwa ufunuo. Mwambie kinaitwa ufunuo, sio mafuniko. Lakini ni ufunuo wa nini? Kinafunua nini? Kinamfunua Yesu Kristo. Na hii ina maana mbili. Ina maana moja ya ufunuo wa Yesu, kwa maana ya kwamba yeye ndiye anayeutoa. Lakini ndani ya huu ufunuo anaoutoa pia yeye anafunuliwa. Na ukiangalia hii protokoli ya ujumbe huu, hii itifaki ya ujumbe huu jinsi ulivyokuja, utaona Mungu Baba alimpa Yesu ufunuo. Si ndivyo anavyosema? Aliopewa na nani? Na Mungu. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu, ili atuonyeshe sisi, awaonyeshe watumwa wake, ndio sisi hapa. Atuonyeshe nini? Mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Kwa hiyo mpaka hapa mtu akikuuliza kitabu cha Ufunuo kinahusiana na nini, mstari wa kwanza tu nakuambia kwamba kinaweka wazi mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kitabu cha Ufunuo ni udhihirisho ambao Bwana Yesu ameupokea kwa Mungu Baba, kwa makusudi ya kutuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Kwanza, hayana budi kuwako, kwa lugha nyingine yameamriwa na uungu, yametoka uunguni na hayatarudi. Hayana budi kuwako, yatatokea. Lakini pia yamenenwa kwamba yatatokea upesi. Maneno upesi yamenenwa sana kwenye kitabu cha Ufunuo. Na ndugu zangu, Biblia inatufundisha kwamba siku za mwisho zilianza pale ambapo Roho Mtakatifu alishuka. Unakumbuka Petro alipokuwa akifafanua baada ya watu kusema hawa wamelewa kwa mvinyo mpya, walipowaona wakinena kwa lugha mpya, aliwaambia hawa hawakulewa. Hili ni lile lililonenwa na nabii Danieli. Itakuwa siku za ngapi? Za mwisho, asema Bwana. Kwa akawaeleza ujio wa Roho Mtakatifu umetengeneza mwanzo wa siku za mwisho. Tangu kanisa lilipoanza pale Yerusalemu siku ya Pentekoste, hizi zote ni siku za mwisho. Tuko pamoja watakatifu? Na imepita miaka mingapi tangu wakati ule? Ni kama miaka 2000. Maana wakati ule ungeweza kusema ni kama miaka 32 baada ya Kristo kwa kalenda ya sasa, lakini kwa uhalisia hasa ni kama miaka 20 na kitu kabla ya Kristo. Maana kalenda hii tunayosema ilikuja kuonekana kwamba kuna makosa mwanzoni, baadaye
ile tunayosema amezaliwa, hiyo mwaka waliozaliwa waliongeza miaka 4 mbele. Kwa in fact tungeweza kusema kwamba huu ni mwaka wa 2021 tangu hasa alipozaliwa. Lakini kwa maana hiyo na sasa ni miaka 2025, ni kama miaka 2000. Sasa kama Yesu, kama Roho aliposhuka ilikuwa ni tayari siku za mwanzo zimeanza, basi sasa hivi ni siku za mwisho zaidi. Kama siku za mwisho zilikuwa zimeanza, sasa ni siku za mwisho zaidi kuliko ilivyokuwa wakati ule. Hapa kuna ujumbe ambao Mungu Baba amekuletea wewe na mimi, na unahusu mambo ambayo hayana budi kuwako upesi, na tunatakiwa kujua hilo ili tukae mguu sawa. Yesu alipopokea ujumbe huu akampa Yohana, akampa malaika amuonyeshe. Na hapa kuna neno lingine la ufunguo la kujifunza, swala la kumuonyesha. Huu ni ujumbe ambao mimi na wewe tunatakiwa tukae tuone pamoja na Yohana. Umekuja kwa lugha ya picha, ndio maana nasema akauleta kwa mkono wa malaika. Afanye nini? Amuonyeshe. Hili ni darasa, yani wiki tutakuwa kwenye darasa. Kwa hiyo naomba ushirikiano wako. Amen. Naomba ushirikiano wako. Amuonyeshe. Na ujumbe unapokuja kwa picha, maanake unasema mambo mengi kwa wakati mmoja. Si kama tunaelewana? Unasema mambo mengi kwa wakati mmoja. Kama tutakavyoona, hii ndio kawaida ya waandishi wa siku za mwisho wa kinabii. Husema mambo kwa picha. Sasa maandiko yanatuambia huyu Yohana aliyepewa, Yohana naye ndiye wa mwisho kupewa. Baba ikaja kwa Yesu, kwa malaika, alafu kwa Yohana ambaye alilishuhudia neno la Mungu. Kwa hiyo ujumbe huu unaokuja kwetu kwa jinsi ya picha ni neno la Mungu. Wala nyingine, neno la Mungu limekuja kwetu katika kitabu hiki kwa njia ya picha, kwa njia ya maneno ambayo ni graphic, ya kutuonesha ujumbe kwa njia ya picha. Alafu mstari wa 3 unatoa baraka kwa asomaye na wasikiao. Anaposema asomaye, hamaanishi wewe na mimi tunavokaa kwenye mahali petu pa kujifunza tukasoma Biblia. Ana maana akae mbele ya watu kama kanisani hivi na kukisoma kitabu hiki. Maana vitabu zamani zile, vitabu vya Agano Jipya vinaandikwa, kila mtu alikuwa hawezi kumiliki nakala yake. Ilikuwa ni watu wenye uwezo sana ndio wanamiliki nakala ya kitabu. Kwa hiyo vitabu kama unavyosikia nyaraka zote kwamba ni Warumi nani, vilikuwa vinasomwa mbele ya makanisa kama hivi. Na hiki pia kilitakiwa kusomwa mbele ya makanisa 7 ya Asia. Na baraka zinatolewa katika ujumbe huu. Heri maana yake amebarikiwa anayesimama mbele ya watu na kukisoma, lakini na wao wayasikiao na kuyashika maneno ya unabii huu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Yameitwa unabii. Hayo mambo ambayo hayana budi kwa upesi yameitwa unabii. Mambo yanayotabiri yale yaliyo mbele yetu. Kwa hiyo tuna wiki nzima ya baraka hapa. Kwangu mimi nisomaye mbele yako, na wewe unayeyasikia na kuyashika. Bwana wetu Yesu asifiwe. Alafu paragrafu ya pili kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari ule wa 7, lakini tutaunganisha na mstari wa 8, unatupa baraka zile ambazo kwa kawaida tumezoea kuziita baraka za kitume, apostolic benediction. Kwa maana ya kwamba mitume walizoea wanapokwenda kwa watu, ama mwanzo au mwisho au vyote, yani mwanzo na mwisho, wanatoa baraka. Na unaposikia baraka zile ni vitu kuna kitu kinawatoka hasa kwenda kwa watu. Unajua moja ya mafundisho ambayo yamepotea makanisani ni mafundisho ya kubariki. Kubariki ni fundisho, na ni jambo ambalo limenenwa tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Ni jambo muhimu sana kuweka kwa watu baraka ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na ile baraka ikija kwa mtu ni kitu hasa kinakuja kwenye maisha ya mtu. Kitu cha mwisho Yesu alichofanya unakumbuka ni nini? Maandiko yanasema akainua mikono yake akawabariki. Na ukisoma nyaraka unakuta mambo kama hayo, ama mwanzo au mwisho au vyote pamoja,
analeta baraka. Na ndicho tutasoma kuanzia paragrafu ya pili. Anasema Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Hizi baraka ni nzito sana. Zinatajwa kwamba zinatoka uunguni. Anasema zinatoka kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Alafu huyo nani ana neno? Hebu niambie, nani huyo ana neno? Alafu anasema zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Hawa roho 7 ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwenye kitabu cha Ufunuo hapa, kama alivyotajwa pia kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 4, ametajwa kama ameonyeshwa kama kinara kile chenye matawi 7, na anaitwa roho 7. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11, unaona anatajwa kwa namna zake 7: roho wa Mungu, roho wa shauri, roho wa uweza, roho wa hekima na kadhalika, mara 7. Sina muda wa kwenda pale kwenye kitabu cha Isaya, unaweza ukasoma pale, lakini haimaanishi ni Roho Mtakatifu 7. Ni kama tafsiri moja ya Amplified inasema sevenfold Holy Spirit, Roho mmoja Mtakatifu katika ukamilifu wake 7. Namba 7, moja ya vitu ambavyo kitabu cha Ufunuo kinapenda kutumia ni namba kuleta ukweli wake, na miongoni mwa namba iliyotumika ni 7. Vinara 7 vya taa, makanisa 7, roho 7 za Mungu, na kadhalika na kadhalika. 7 ni namba ya ukamilifu wa kiungu, namba ya ukamilifu wa kiungu, sio ukamilifu wa wote, ukamilifu wa kiungu. Anatoa hizi baraka kutoka kwa Baba, anamtaja na Roho Mtakatifu pale, lakini anasema zitokazo kwa Yesu Kristo. Ametajwa kama kwa majina mengi sana Yesu Kristo. Kama tunavyosema, ufunuo wenyewe unaitwa wa Yesu kwa maana zake 2. Kwanza ni mali yake, ameutoa yeye, lakini pili unamfunua yeye. Na hapa anaitwa maneno makubwa mengi sana. Kuna namna kama 30 ametajwa kwenye kitabu cha Ufunuo Yesu. Hapa anaitwa shahidi aliye mwaminifu, anaitwa mzaliwa wa kwanza waliokufa. Kwa maneno mengine, Yesu ndiye wa kwanza kufufuka kutoka kwenye mauti ya rohoni. Unajua sisi pia tumepita kutoka mautini kuingia wapi? Uzimani. Lakini tumetoka mautini kuingia uzimani kama matokeo ya kufa na kufufuka kwake. Yeye ni wa kwanza kuzaliwa upya baada ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Sizungumzia habari ya kufa mwili tu peke yake, nazungumza habari za kupokea mauti ya kiroho kutoka kwetu tuliokuwa wenye dhambi. Lakini unakumbuka alipozaliwa, maandiko yanasema Mungu anasema, wewe ni mwanangu, mimi leo nimefanya nini? Nimekuzaa. Katika ufufuo wake, alipohuishwa rohoni, yeye alikuwa wa kwanza kupokea ufufuo huo. Lakini anaitwa pia mkuu wa wafalme wa dunia. Unajua ndugu zangu, kama tukisema tujifunze kitabu cha Ufunuo taratibu, tutachukua mwezi kumaliza. Mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yeye ana majina haya. Yesu, hebu sema pamoja nami, Yesu ni mkuu wa wafalme wa dunia. Yani yeye ni mkuu wa maraisi, ni mkuu wa wafalme, yeye ndio jina linaloitwa Yesu. Sio jina tu, ile ni title pia, ni cheo. Ndio maana maandiko yanasema alimkirimia jina lipitalo, manake ana cheo
kipitacho kila cheo mbinguni na duniani. Na yeye kwa msaada wake, maandiko yanasema, wafalme hutawala. Watu hawamjui tu Yesu. Unajua kwa Yesu alikuja katika mwili, akatembea hapa, watu wanafikiri ni wa kawaida. Hata maneno yanayemnena hapa, anaposema mimi ni Alfa na Omega, inamuhusu yeye pia, sio Baba peke yake. Alafu anasema yeye ni mwanzo na mwisho. Maana ya Alfa na Omega, Alfa na Omega ni herufi mbili za Kiunani. Alfa ndio ni herufi ya kwanza, ndio kama sisi tunavyosema A. Omega ni kama sisi tunavyosema nini? Z, herufi ya mwisho. Yeye ni mwanzo na mwisho, na yeye alikuwako, yeye yuko, yeye anakuja. Na maandiko yanamuita mwenyezi. Hii ina apply sio kwa Baba peke yake, na kwa Yesu pia. Nini maana ya neno mwenyezi? Kuna mtu anafahamu maana ya neno mwenyezi? Mwenyezi maana inatokana na maneno mawili. Ina maana ya ukiyaweka pamoja maneno haya inazungumzia mmoja ambaye mkono wake uko juu ya yote. Kwa maana zote mbili, kwamba vyote viko mkononi mwake, lakini pia mkono wake uko juu ya vyote kuvitawala. Ukimsoma Yesu vizuri kwenye maandiko matakatifu, utaona ya kwamba hakuna kitu chochote kilichoko ambako hakikutokana na yeye, na kila kilichopo kiko kwa kuwezeshwa na yeye. Yeye ni muumbaji wa vyote, lakini pia ndiye anayedumisha vyote vilivyopo. Haleluya. Alafu mistari inayofuata, paragrafu ile ya mwisho ndefu kidogo, mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 20, unatuonyesha mazingira ya kitabu na utangulizi wake. Anatuambia, unakumbuka maandiko yanasema Yohana alilishuhudia nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo anaanza ushuhuda wake sasa, anasema mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, na alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7, Efeso na Smirna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara niliona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale atakayokuwako baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Yohana yuko kwenye kisiwa cha Patmo, na tradition inatuambia kwamba alikuwa kule, amepelekwa kule kama sehemu ya mateso kwa ajili ya Kristo. Lakini akiwa kule siku kama ya leo, siku ya Bwana waliita Jumapili, waliita siku ya Bwana kwa sababu ndio siku aliyofufuka. Akiwa kule akawa katika roho. Haya ni maneno mengine tunahitaji kufafanua. Kuwa katika roho maana yake nini? Kuwa katika roho sio kuwa katika maombi. Kuwa katika roho sio kutafakari kwa kina, labda kama wengine wanafikiri.
Kuwa katika roho ni kile kitu ambacho Petro anakisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema roho yangu ilikuwa katika hali ya kuzimia alipopanda juu orofani na watu watatu wakasimama mbele yake. Roho kuzimia sio kuzimia kama tunavyoelewa. Maana yake ni milango mitano ya maarifa inakoma kufanya kazi, inakamatwa na roho. Na ule mlango wa sita, yani utu wa ndani wa mtu, roho yake mtu inakuwa katika kuonyeshwa katika umiliki na katika utawala wa Roho Mtakatifu. Anaona kwa macho ya rohoni, anasikia kwa masikio ya rohoni. Hasikii kwa masikio haya. Na unaposikia kusikia kwa masikio ya rohoni sio fikra, ni kusikia kabisa sauti. Unaona hapa anasema nikasikia sauti kuu nyuma yangu, si ndio? Na akaona kwa macho, sio kwa kufikiri. Roho yako na yangu vina macho. Wakati mwingine tunafikiri roho ni kama upepo. Hapana, roho sio upepo. Maneno pneuma ya Kiunani au ruach kwa Kiebrania aliyoandika Agano la Kale yanatumika kwa roho na kwa pumzi na kwa upepo vyote, na kwa sababu hiyo watu wamefikiri roho ni upepo. Hapana, roho ina umbo. Yani wewe na mimi tu roho, sio mwili. Mwili ni nyumba ambamo tunaishi, lakini sisi hasa ni nani? Ni roho. Je, roho ina umbo? Ndio. Tunajuaje? Kwa sababu malaika nao ni roho. Je, wana umbo? Ndio, malaika wana umbo. Ndio maana anamtokea mtu anamuona huyu ni malaika. Mungu ni roho, ana umbo? Wengine wanasema hapana, Mungu ana umbo. Ukumbuki Mungu alizungumza na kina Mariam na Miriamu na Haruni walipomnena Musa. Moja ya vitu alivyosema kwa habari ya Mungu ya Musa ni kwamba yeye umbo la Bwana atafanya nini? Ataliona. Nenda soma Hesabu sura ya 12, ambayo ukija kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33 na 34 unaona Musa anamuomba Bwana amuone uso wake, si ndio? Niitikie basi amina. Bwana, tuko kimya sana kanisa la Kimara. What is happening? Bwana akamwambia mtu hata niona uso akafanya nini? Akaishi. Lakini akamwambia nina mahali karibu nami penye mwamba. Kuna ufa kwenye mwamba, nitakutia katika ufa ule. Alafu nitakufunika kwa mkono wangu, alafu nitapitisha wema wangu wote mbele zako. Alafu nitaondoa mkono wangu, kisha utaona sehemu zangu za wapi? Nyuma. Na ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Paulo anatuambia. Kwa maneno mengine, figuratively alikuwa anasema nitakutia ndani ya Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo unaweza kuniona. Maana ni kukaa ndani ya Yesu ndio kunatustahilisha kusimama mbele yake. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na Bwana akapita na akaona umbo lake. Lakini wapi? Nyuma. Kwa roho ina umbo. Na Yohana yuko katika roho. Roho yake imeingizwa kwenye masafa ya Roho Mtakatifu. Unajua hata sasa hivi ukiwa na redio ukifungua unaweza ukasikia redio ile mita bendi utakayofungua masafa yake, si ndio? Si ndio kanisa? Kwa lugha nyingine, hapa angani kunapita sauti nyingi, kunapita picha nyingi. Ndio maana unaweza ukapata TV hapa kama una kitu cha kudekodi ile sauti ile na picha ile, lakini hukisikii au huoni mpaka upate chombo kinachokuweka kwenye masafa yake. Na Roho Mtakatifu ana masafa yake pia. Kwa alimchukua katika Roho Mtakatifu akampeleka kwenye masafa yake aone na kusikia katika roho. Ndio maana ya kuwa katika roho. Na ni nini aliona? Pata picha hii hapa. Aliona vinara 7 vya taa, na mmoja yuko katikati ya vile vinara 7. Tuko pamoja? Mmoja yuko kwenye vinara vile 7, ambaye amemuelezea. Alikuwa na vazi limefika miguuni, alikuwa na nywele kama sufu nyeupe. Huyu ni nani huyu? Hebu niambie, huyu ni nani? Niambie kanisa, huyu ni nani? Yesu. Lakini maelezo anayopewa na namna Yohana anavyoitikia hayo maelezo kunatupa picha tofauti sana ya Yesu tulikuwa tunamjua akiwa hapa duniani. Alipokuwa hapa
kama maandiko, kama Yohana kama Isaya alivyotabiri, hana umbo wala uzuri hata tumtamani. Walimwona mwana wa Yusufu, mtu wa kawaida. Hata Yohana aliegama kifuani pake siku ile, usiku ile wa mwisho. Lakini sasa unaona anaegama kifuani kwake, anafanya nini? Hapigi magoti, anaanguka. Anamwona mtu ambaye ujumbe, nilikwambia ujumbe huu unakuja kwa njia ya picha. Namna anavyomuona, message anayopata ni mtukufu huyu, ni Mungu huyu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Anapoona kichwa chake kama nywele, kama sufu, ni picha tu ya jinsi ambavyo yeye hana mwanzo. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 tunamwona Mungu Baba akielezwa kama mzee wa siku. Je, Mungu ni mzee anatembea kwa? Hapana. Maana yake ni hana mwanzo na pia hana mwisho. Lakini anaona pia jinsi ambavyo macho yake ni kama mwali wa moto. Na unaona, ukiweka pamoja picha hii inayoonekana hapa, kwa kweli kitu anachoona Yohana ni Yesu aliye katika utukufu wake, Yesu aliyetukuzwa, lakini yupo katikati ya kanisa. Kwa lugha nyingine, Yesu aliyetukuzwa anavyohusiana na kanisa lake. Huyu yuko katikati ya vile vinara ambavyo amevifafanua. Vinara vile ni makanisa yale 7, na zile nyota mkononi mwake kwenye mkono wake wa kuume ni malaika 7 wa yale makanisa. Sasa kuna shule nyingi za mawazo zinazungumza kuhusu malaika, kuhusu nyota, kuhusu malaika huyu ni nani. Je, ni malaika wa mbinguni au ni wajumbe? Maana neno malaika, angelos, lina maana pia ya wajumbe. Na kwa kuwa nyaraka hizi zilipelekwa kwa watu na zikasomwa na watu, tunajua sio malaika wa mbinguni waliandikiwa nyaraka. Unaonaje kama malaika angekuja hapa na waraka alafu anasoma, mngemuelewa? Tukisema hii ni kitu gani kimetokea? Lakini Mungu alikusudia watu ndio waseme na watu maneno ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kwa anamwona Yesu mtukuka katikati ya makanisa yake. Inaonyesha nini? Inatukumbusha jinsi ambavyo yeye ndio mchungaji wa makanisa hayo, ndiye mchungaji mkuu wa makanisa hayo, ndiye Bwana wa makanisa hayo, ndio mmiliki wa makanisa hayo. Tena yuko katikati ya kanisa, macho yake akiwa kama mwali wa moto. Kwa lugha nyingine, hafichi wazo wala kusudio la moyo wala chochote kwenye kanisa. Na anapozungumza na kanisa katika yale makanisa 7 yale, unaona anawakumbusha yeye ni nani kwao. Kwa mfano, ili waweze kujua ni nani huyu, angalia kwa mfano hapa mstari wa 12. Kwanza tuanze na mstari ule wa 8. Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Unajua anajidhihirisha kwa Sardi, kwa Smirna namna hii kwa sababu walikuwa wanapitia mateso ambayo wao wenyewe walitakiwa kuwa waaminifu hata nini? Kufa. Anataka kuwaambia kufa si kitu cha kuogopa. Mimi ni Bwana wa mauti, nimeshinda mauti, nimeshinda kaburi. Nilikuwa nimekufa lakini ni hai hata milele na milele. Unajua ndugu zangu, hatukumfuata mtu ambaye haeleweki. Unajua kuna watu ambao wanamuombea kiongozi wao mpaka leo, yaani amekufa miaka 1000 na mamia, lakini bado anamsalia ili Mungu amrehemu aende peponi. Huyo tuliyemfuata ndiye mwenye mbingu, hana mahali pa kutupeleka. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na ukiwa naye huogopi mauti, huogopi kaburi, maana na mamlaka na vyote hivyo. Anawaambia ili wajue mauti kwa ajili ya Kristo si kitu cha ukiuawa kwa sababu ya imani yako si kitu cha kuogopa. Maana yeye ndiye Bwana wa kuzimu na mauti. Lakini alisemaje kwa kanisa la Pergamo ambalo lilikuwa na compromise na mafundisho potofu? Alisema, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Kwa nini? Upanga mkali huo ni wa kuhukumu. Anawakumbusha watu wenye imani potofu hawa, huyo Bwana wa kanisa ana uwezo wa kuhukumu. Maana unaposikia upanga mkali, maana yake atatamka neno na kwa neno hilo anaupiga, na ndivyo atakavyopiga adui zake. Lakini kwa Thiatira ambao walikuwa na sifa njema sana,
hata ukisoma sifa zake unasema sana, sasa hapa tena Bwana una nini tena cha kutuambia kibaya jamani? Mbona tuko vizuri? Angalia sifa zao. Anasema tuanze mstari wa 10 na mstari wa 19, alafu tarudi mstari wa 18 baadaye. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Jamani, si kanisa zuri sana hili? Lakini anasema, lakini nina neno juu yako. Neno gani tena? Wamridhia yule mwanamke Jezebel. Sasa unajua alijitambulishaje? Mstari wa 18 alijitambulisha hivi kwa kanisa ile: haya ndiye anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na nini? Macho yake kama mwali wa moto. Ndio maana anaweza akaona hata kama mna mazuri mengi, mna tatizo dogo, anaweza kuona. Na nataka uone kwa nini anasemwa hivi kwenye mistari hii kuanzia mstari wa 9, kwamba amejitokeza kama kwa namna anavyohusiana na kanisa lake, ili sisi tujue aliye juu yetu ni wa namna hii. Kwanza tujue makanisa hayapo empty bila bwana wao, anatembea katikati yao, yupo katikati ya makanisa. Kanisa la Kimara ni wakumbushe, katikati yenu wako wachungaji hawa, lakini hawa ni wachungaji chini ya mchungaji mkuu. Na ndio maana anasema zile nyota 7 mkononi, ambazo kwa tafsiri sahihi ya kibiblia ni wajumbe wa yale makanisa. Kwa lugha nyingine ndio wachungaji. Kwa lugha nyingine malaika wa kanisa la Kimara ni mchungaji Ruth. Unanielewa? Na yuko mkononi mwa Yesu kwa maana zote mbili. Kwanza ni mali yake. Watumishi ni mali yake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni vyombo vyake. Kinachokaa mkononi ni chombo. Tuko pamoja watakatifu. Na hili ni la muhimu sana kufahamu, kwa sababu linatuweka mguu sawa. Ukijua ni nani aliye ndani yenu, katikati yenu, utakaa mguu sawa. Na naomba kanisa tukumbuke kwamba katikati yetu yupo asiyeonekana kwa macho, anayetumiliki, aliyetununua kwa damu yake. Yeye ana macho kama mwali wa moto, yeye hafichwi neno lolote. Huyu mchungaji ambaye ni mwanadamu tunayemuona hawezi kujua mawazo yetu. Anaweza kujua, hawezi kuona nyendo zetu tunapokuwa katika maisha yetu ya kawaida, anaweza kuona. Lakini huyu sio mchungaji mkuu. Yupo mchungaji mkuu atembeaye katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Alafu anamwambia Yohana, hayo ulioyaona yaandike. Mstari wa 20, mstari wa 19 unatupa mambo mawili: utambulisho wa kitabu. Utangulizi kwa lugha nyingine. Unajua utangulizi actually ni utambulisho, ni introduction. Tuna introduce kitabu. Lakini pia unatupa mgawanyo wake. Anamwambia basi uyaandike hayo ulioyaona. Bwana Yesu ameamuru mambo haya yaandikwe. Nani ameandikiwa? Nani ameandikiwa? Uyaandike hayo ulioyaona. Sema hayo ulioyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakaye kuwako baada ya hayo. Mstari wa 19 unatuonesha ya kwamba kitabu kizima kina migawanyo mikubwa mitatu. Hayo ulioyaona ni yapi? Kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 18. Yaani Yesu aliyetukuzwa anavyohusiana na kanisa lake, ujumbe wa Yesu mwenyewe katikati ya kanisa na anavyohusiana nalo. Huyu aliyetukuzwa ambaye Yohana alianguka mbele zake kama mtu aliyekufa. Jambo la kwanza. La pili, hayo yaliyopo. Yaliyopo ni nini? Hali ya makanisa 7 yale. Ni sura ya 2 mpaka ya 3. Lakini sio hali ya makanisa 7 tu, bali pia hali ya makanisa yote yaliyokuwa wakati ule. Lakini sio hali ya makanisa yote yaliyokuwa wakati ule tu, bali pia hali ya makanisa yote mpaka atakapokuja kulinyakua kanisa. Na hilo tunaliona
katika nyaraka hizi 7, jumbe hizi 7 kwa yale makanisa. Angalia jinsi ujumbe wa makanisa unavyotuambia. Angalia jinsi ujumbe wa makanisa unavyotuambia. Angalia kwa mfano sura ya 2 pale. Mstari wa kwanza unasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Kwa hiyo ujumbe huu ni wa kanisa gani? Efeso. Lakini ukisoma mstari wa 7 anasema, yeye aliye na sikio na alisikia neno hilo ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa hiyo ujumbe wa kanisa la Efeso kumbe pia ni ujumbe wa nini? Makanisa. Tuko pamoja? Lakini pamoja na kwamba umenenwa kwa kanisa la Efeso, pia umenenwa kwa makanisa yote, unapokelewa kibinafsi. Angalia anavyosema, yeye aliye na sikio na alisikia. Sio wao walio na sikio, yeye aliye na sikio. Kwa hiyo hilo fungu la 2 la kitabu ambacho ni hali ya makanisa, unapokelewa kibinafsi. Mwambie jirani yako, ujumbe ni wako wewe, umetumwa kwako wewe kutoka kwa Mungu. Lakini angalia sura ya 2, tunataka kuangalia maana ya ujumbe huu ni wa nani. Mstari wa 25 anasema hivi, sura ya 2, ila mlicho nacho kishikeni sana mpaka karne ya kwanza itakapoisha. Si ndio? Mpaka nitakapo ameshakuja. Kwa hiyo ujumbe huu umenenwa kwa kanisa la Thiatira, lakini wanaambiwa shikeni sana mpaka nitakapo. Wapo leo kanisa la Thiatira? Hawapo. Kumbe ujumbe huu ni wa makanisa yote mpaka atakapofanya nini? Kanisa la vizazi vyote limeandikiwa ujumbe huu. Tuko pamoja watakatifu? Sasa kwa dakika chache ninapokwenda kumaliza, niingie kwenye sura ya 2, angalau kwenye ujumbe wa kanisa la Efeso kwa utangulizi. Na niseme hili, naomba niweke sana moyoni mwako. Yesu kwenye jumbe hizi 7 za makanisa anatuonesha namna anavyopima makanisa yake, namna mambo gani kwa Yesu ni ya muhimu, mambo gani Yesu anatafuta kwetu anapotuangalia. Na hii ni hali ya nyaraka zote. Unajua leo, nisikilize vizuri, ukitaka kuyasema makanisa kwa sifa zake, mara nyingi tuna vigezo vya tofauti sana, tofauti na vile vya Mungu. Leo unaweza ukasema makanisa kwa sifa za wingi wa washirika wake. Sio kwamba ni sifa mbaya, ni sifa nzuri sana, maana tunataka hata ulimwengu wote uje kwa Yesu. Lakini nakwambia, Yesu hakuzungumza sifa hiyo popote. Unaweza ukasema kwa makanisa, sifa ya makanisa kwa uwezo wake wa fedha. Fedha tunazihitaji? Naam, tunazihitaji. Sio mbaya, lakini sio priority, sio kipaumbele machoni pa Bwana Yesu. Ukisema habari ya makanisa leo, unaweza ukasema habari ya makanisa ya majengo makubwa, mega churches za watu wengi na makanisa makubwa, sifa zao. Lakini hiyo sio priority. Yesu hasemi chochote kuhusu majengo. In fact, kanisa la kwanza lilikuwa na majengo kabisa, sio kama unajua. Kabisa. Sifa anazozisema Yesu tofauti sana. Kanisa la Efeso alisema nao habari ya tabia zao, na ndio tunataka tusome hapa. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiye anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na ujue makanisa haya 7 yalichaguliwa haya kwa makusudi. Yalikuwa mengine yako karibu pale, Kolosai, Hierapoli, yalikuwa karibu pale. Alichagua makanisa 7 ambayo inaaminika, na mimi nakubali, yanawakilisha hali ya makanisa kila mahali ulimwenguni kwa vizazi vyote. Anaposema aendaye katikati ya vile vinara 7, sio hivyo 7 tu, ni pamoja na Kimara, ni pamoja na hapa Dar es Salaam. Na anapoangalia anasema, na yajua matendo yako. Anajua matendo yangu na ya kwako. Narudia, Yesu anasema na yajua matendo yako. Na hivyo ndio vitu anavyotazama. Matunda ya wokovu wetu
matokeo ya kuwa ndani yake ni nini? Kufanana kwetu na Kristo ni kwa kiwango gani? Lakini hajui tu matunda, anajua kila kitu. Anasema najua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao umetume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Anaposema kuchukuliana na watu wabaya, azungumzie kule kuchukuliana kwa maana ya kubebeana mizigo au kwa maana ya kusameheana. Ana maana ya kukubaliana na wenye dhambi. Yaani wewe hukubaliani nao. Ndio maana anaongeza kwa kusema kwamba umewajaribu wale wajiitao. Unajua swali la kujiita mitume sio leo tu limeanza, ni tangu zamani. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu mitume walionekana watu watawalao. Kwa na watu wanataka kujiweka juu ya wengine. Lakini aliwapima, anawasifia kwamba umewapima hao ambao wanajiita mitume, nao sio, ukawaona kwa waongo. Ndio ni sehemu ya kutokukubaliana na watu wabaya. Ni sehemu ya kutokukubaliana na imani potofu. Anainena kama sifa njema. Anasema anajua hayo. Anasema tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Hizi ni sifa njema. Haya ni mambo Mungu anatafuta kwa kanisa. Mambo mema yanayofanana na Yesu. Yesu anachukia dhambi na sisi. Yesu anachukia mafundisho potofu na sisi. Yesu anasubira na uvumilivu na sisi. Tabia ya Kristo ndio anayotafuta kwetu. Lakini pamoja na mengi haya anawaambia, nina neno juu yako. Unajua Yesu akisema nina neno juu yako, I say, yani hata hapa tu ukisikia wewe unaitwa ofisini kwa mchungaji na baraza la wazee, wana jambo la wana neno, naposema nina neno juu yako, maana nina neno against wewe, nina neno kinyume nawe. Ukisikia nina jambo kinyume nawe, siku ya Jumatano uje ofisini, utasema naomba nije kesho mchungaji, maana Jumatano itakuwa ndefu sana. Utapata shida kupata usingizi. Sasa ni nini hiyo? Mchungaji na baraza la wazee wana jambo, wamesikia jambo juu yangu, ni kitu gani hicho? Utapata shida kupata usingizi. Lakini vipi Yesu anaposema nina neno juu yako? Na Yesu katika kuzungumza na sisi amekaa vizuri kweli. Huyu Bwana mkubwa anajua kutushughulikia. Anaanza na mambo mema tulionayo. Haji tu na yale mapungufu. Najua amesema mema sana, lakini anasema na neno juu yako. Neno gani Yesu? Wametenda dhambi? Ukisema hapana, uko sawa. Ukisema ndio, uko sawa. Inatakiwa na maanisha nini? Anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Sio kwamba hawanao upendo, ila sio kiwango kile walichokuwa nacho mwanzo. Upendo gani? Wa kumpenda Mungu na watu. Unajua pendo letu kwanza ni vertical. Linaangalia juu. Kwanza tunampenda yeye kwa roho zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Na huko kumpenda kuna tufanya tuwapende wengine. So unakumbuka alisema yeye ampendaye Mungu apende na ndugu yake. Kule kumpenda Mungu kuna maanisha nini? Kuwa watendaji wa neno. Ndivyo Yesu alivyosema. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye. Na hivyo ndio vitu Mungu anatafuta kwetu. Ndio sifa nzuri za makanisa. Kwa nini inakuwa tabu kwamba wana upendo lakini sio ule wa kwanza? Iko hivi. Ukimuonyesha Mungu unaweza kupenda mpaka hapa, alafu kesho ukiwa hapa kwako ni dhambi na kwangu ni dhambi. Kwa sababu hatuendi katika mwanga wa yale yote tunayoyafahamu. Tuko pamoja? Ukisha yani jaribu, na Biblia inatuambia, hata hizi nyaraka zinatuambia hapa, tunajua tulivyo sasa tuinganisha na tulivyokuwa pale mwanzo, ama tulipookoka au baadaye au mwaka jana. Mpango wa Mungu kwa kanisa ni kwamba tu tunakuwa, sio tuna stagnate au tunarudi nyuma. Na ili pendo linadhihirishwa kwa vitendo. Ndio maana anasema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Tafsiri anataka kusema kumbuka umbali ulikokuwa na ni wapi ulikoangukia. Ndio hasa maana ya maneno haya. Remember the height from which you fell. Kumbuka ulikuwa wapi na sasa umeangukia wapi. Kwa lugha nyingine,
ulikuwa hapa katika mwendo wako na maisha yako yalivyokuwa yakidhihirisha hali ya upendo wako kwa Mungu na kwa watu, na kipimo kiko ndani yako. Usiseme mimi sijui, kiko ndani. Ndio maana nasema kumbuka ni wapi ulikoanguka. Unaweza kukumbuka alafu ukishakumbuka ufanye nini? Ukatubu. Ndio maana nilisema ukisema ni dhambi itategemea na maanisha nini. Dhambi ziko kwenye makundi makubwa mawili. Dhambi za kutenda yasiyopaswa kutenda, sins of commission. Una commit sin, unatenda lisilotakiwa kutenda. Alafu kuna sins of omission, una omit, unaacha kufanya ya kupasayo. Yote ni dhambi. Yaani ukiacha kufanya ya tupasayo ni dhambi. Yakobo anaandika anasema, yeye ajuaye kuyatenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni utakatifu? No, kwake huyo ni dhambi. Tuko pamoja? Kwa hiyo kumbuka ulikokuwa, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yatende matendo ya kwanza. Ulikuwaje katika maisha yako ya utakatifu na sasa uko wapi? Ulikuwaje katika maisha yako ya maombi zamani na sasa uko wapi? Ulikuwa wapi katika maisha yako ya kusoma neno, ya kulitafakari, ya kulitenda? Ulikuwa wapi katika huduma yako ya uvuvi wa mioyo na huduma yako kanisani? Moyo wako ulikokuwa ukidhihirisha maisha na matendo yale uliodhihirisha, upo hapo au haupo? Unayo gauge moyoni. Unahitaji kwenda mbali, jiangalie tu kule ndani, utajua. Mungu amekuwekea kipimo kule. Ndio maana sasa kumbuka. Alafu fanye nini? Ugeuke, useme Mungu nimepungua, narudi. That's the message. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Lakini anawasifia kwamba wanachukia matendo ya Wanikolai. Wanikolai ni akina nani? Tunawakuta pia kwenye kwenye ujumbe wa Pergamo na Thiatira kwa namna nyingine. Inaaminika historia ya kanisa inatuambia yule katika wale 7 waliochaguliwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 kuhudumu mezani, mmoja alikuwa ni Nikolao. Wangapi wanakumbuka? Nenda kasoma Nikolao. Sasa huyu Nikolao alikuja kupotoka baadaye, akaingia kwenye ule mwanzo wa imani inaitwa unostiki. Na unostiki ulikuwa ni imani yenye misingi miwili inayokinzana. Mmoja ni msingi wa kujitawala kwa ukali. Maana msingi wa unostiki ni kwamba mwili ni muovu, lakini namna unavyoitikia kwenye uovu ni namna mbili tofauti. Unasema moja, mwili ni muovu, kwa hiyo uzuie. Tunaita asceticism. Walikuwa ascetic, kuuzuia mwili kwa ukali. Na hata sasa kuna watu wenye imani hizo, wana sheria nyingi za mwilini kujaribu kukandamiza mwili na kuuzuia. Lakini hawa wa Nikolai walienda kwenye branch ya pili. Wao walisema mwili ni mdhaifu, kwa hiyo waachie tu, na ukitenda dhambi ni mwili umetenda, sio roho. Ndio imani ya libertinism ya Wanikolai, ambayo unaiona kwenye sura ya kwenye ujumbe wa Pergamo na Thiatira vile vile. Kwa lugha nyingine ni imani ya kujiachia, ya uhuru usio na mipaka, na kuhalalisha mambo mabaya kwa kisingizio ni mwili, sio nini? Sio roho. Na matendo hayo Yesu anayachukia, na kanisa la Efeso lilikuwa linayachukia. Nimalize tu kukuambia kila ujumbe una ahadi yake. Na hapa anasema yeye alisikia neno hili ambalo Roho yaambia makanisa, lakini yeye ashindaye nitampa kula matunda ya uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kwa lugha nyingine anazungumza habari za kuwepo paradiso. Neno bustani ya Mungu, maneno hayo yamefasiriwa kutoka kwenye neno paradises, ambalo tunapata neno paradise. Na paradiso iko wapi? Watakatifu niambieni, paradiso iko wapi?
Mbinguni. Mbinguni ni sehemu, paradiso ni sehemu ya mbinguni, ni bustani, ni ile outer place ya ile jiji. Kwa lugha nyingine, yeye ashindaye atafika nyumbani mbinguni, atakula matunda yale ya uzima wa milele mbinguni. Ashindaye nini? Anataka kutuambia maisha ya kumpendeza Mungu, ya kuenenda katika mapito na makusudi ya Mungu yanapingwa. Hata hawa watu mpaka wakaacha upendo wa kwanza ni kwa sababu wamepingwa. Sasa inahitaji kushinda. Lakini kushinda tumepewa kama zawadi. Tuna sababu ya kumwambia Mungu asante unayetupa kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo.